Katika mji mkuu wa Bissau, maafisa wa jeshi walionekana moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa wakitangaza kwamba wamechukua udhibiti kamili wa nchi. Tangazo hili lilikuja muda mfupi baada ya milio ya risasi kusikika karibu na ikulu ya rais, ofisi za tume ya uchaguzi na wizara ya ndani, maeneo yaliyokuwa yamelindwa vikali na vikosi vya jeshi vilivyojihami kikamilifu. Rais Umaru Sissoco ameripotiwa kulazimishwa kuondoka madarakani na kuwekwa chini ya ulinzi wa jeshi. Jeshi linasema limechukua hatua hiyo baada ya kudai kuwepo kwa jaribio la kudanganya matokeo ya uchaguzi uliofanyika Novemba 23 mwaka huu, wakionyesha kwamba walikuwa na ushahidi uliothibitisha madai hayo. Katika hatua zinazoonyesha uzito wa hali hiyo, tume ya uchaguzi imesimamishwa mara moja, mipaka ya nchi imefungwa kwa njia za anga, bahari na ardhi, na shughuli za vyombo vya habari zimewekewa masharti makali. Kwa kufanya hivyo, uhuru wa habari na mikutano ya umma imewekewa vizuizi vinavyoibua maswali kuhusu mustakabali wa utawala wa kiraia. Aidha, jeshi limetangaza kuanzisha chombo kipya cha uongozi wa mpito, High Military Command for the Restoration of Order, ambacho kimetishwa jukumu la kuongoza nchi hadi itakapopangwa vingine. Hakuna muda maalumu uliotolewa kuhusu uongozi huo wa mpito. Kwa muda mrefu sasa nchi hii imekumbwa na mapinduzi mengi ya kijeshi zaidi ya 10, utawala wa muda mrefu wa kijeshi, vita vya wenyewe kwa wenyewe na mabadiliko ya mara kwa mara ya serikali. Hali inayofanya kuwa moja nchi zenye historia ndefu ya kutokuwa na udhabiti wa kisiasa barani Afrika. Kufikia sasa hali bado ni tete, huku wananchi wakirai serikali kurudisha hali ya utulivu. Naomi Motemi, Runinga ya TAS, Thika.